Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, natumai uboheri wa afya. Karibu katika taarifa zetu za Talanta Mwanza Media. Mimi nafahamika kama Ndala Francis Dennis. Kuna mengi zaidi ambayo tumeweza kukuandalia katika taarifa hizi, lakini kwanza tupate viamshahamu. Nao juu hivyo tunahitaji wakati mmoja tu na timu 5 ambazo zinacheza Premier League zinatoka hapa Kwale, lakini kuweka tournament za wiki 2 wiki 3 haitatusaidia. Mimi sioni kinisaidia, lakini timu ikicheza regional inacheza na timu saa hizi zinaenda Wizara ya Elimu. Hebu waulize walimu saa hizi kama hizo pesa zinafika. Sisi kama wabunge huwa tunapeana zile pesa zinaenda kwa wizara, lakini kufika kwa mashule ndio matatizo. Usisahau hata tukizungumza hivi ilivyo pia wizara ina pesa za basari. Lakini tuzungumzie tu za capitation kwanza, hazifiki. Zikifika zinafika nusu. Mimi nikiwa mwakilishi wodi tumepanga mikakati ya kwamba tumeweka bajeti ya mwaka 2024-2025 kununua machinery za kuweza kurekebisha barabara. Badala ya kuwa kila kitu kila wakati tunatoa tenda kwa contractors, inakuwa gali kama serikali maintain ama Mbunge wa Matuga Kassim Sawa Tandaza ametilia hofu mabadiliko yanayolenga hazina ya CDF. Kulingana na Tandaza ni kwamba utekelezaji wa kifedha katika wizara nchini Kenya tayari ni wa kutiliwa shaka. Aidha, kulingana na yeye ni kwamba kuondolewa kwa CDF huenda kukaleta athari kubwa katika sekta ya elimu. Wabunge wanapendekeza kuwa hazina ya CDF iweze kuwekwa katika katiba ili kuepuka mgongano wa mara kwa mara. Tatizo ni utekelezaji, kwa sababu watu wengi hata hawajui kwamba wizara ya elimu, kwa sababu pesa hizi zisipokuja kwa constituency zitaenda kwa wizara ya elimu ziletwe shule, ni sawa. Lakini saa hizi ujue ile pesa ya capitation, kuna pesa ambayo serikali inasema watoto wanasoma bure kuanzia day na boarding. Pesa hizi zinaenda wizara ya elimu. Hebu waulize walimu saa hizi kama hizo pesa zinafika. Sisi kama wabunge huwa tunapeana zile pesa zinaenda kwa wizara, lakini kufika kwa mashule ndio matatizo. Usisahau hata tukizungumza hivi ilivyo pia wizara ina pesa za basari. Lakini tuzungumzie tu za capitation kwanza, hazifiki. Zikifika zinafika nusu. Sisi tumepeana zote kamili, lakini kufika shule zinafika ngapi? Nusu. Wana pesa za vitabu ministry, lakini walimu wengi watakwambia hawana vitabu. Utashangaa watoto wamefukuzwa kwa sababu ya vitabu. Lakini hizi zetu za CDF, na hakika sidhani kama kuna mtoto ama mwalimu atasema huwa cheki ya CDF haifiki kwa shule yake. Lakini endapo kutakuwa na mfumo mzuri ambao siuoni, kwa sababu zile ulizonazo tayari hazifiki, basi huenda ikawa mfumo mzuri ni zibaki kwa CDF. Ni waongezee kwamba kuanzia mwezi ujao tarehe 4 tutakuwa na mchakato wa public participation kwa mpande wa CDF mzima. Sisi tunapendekezo tuweke kwa katiba, kwa sababu umekuwa na tatizo kubwa la kusemekana unapingana na katiba. Lakini sasa kutakuwa ni public participation nchi nzima, wananchi waamue CDF ibaki, na kama ibaki iwekwe kwa katiba, manake ndio mswada wenyewe. Ama wakisema hawaoni kwamba CDF inasaidia, basi kama tunavyojua katika katiba yetu kifungu cha kwanza, mwananchi ndiye mwenye uwezo wote, vile atakavyoamua ni sawa. Lakini kwa vile nilivyo, naona kwamba CDF itabaki na ingie kwa katiba, ndio isiwe na makesi vile ambavyo mara kwa mara inakuwa na changamoto. Vijana wametakiwa kuzingatia utamaduni wao ili kuimarisha mwingiliano wa kijamii. Kauli hizi ziliweza kuzungumzwa nyumbani kwake William Ndeti, aliyewahi kugombania kiti cha useneta katika kaunti ya Kwale. Hafla hii ambayo ilikuwa imeleta pamoja jamii ya Wakamba iliweza kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo mbunge wa eneo bunge la Matuga Kassim Tandaza. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa William Ndeti. Siku ya leo tuko hapa kwa sherehe ya dadangu ambaye amekuja kutoa shukurani na kutoa ile Wakamba wanaita kuja kupikia wanakijiji kuu ya Tui na kunegotiate mambo ya mahari. Kwa sababu tuko mahali hapa na tumekuwa hapa kutoka asubuhi, kutoka jana usiku mpaka masaa ndio tunamalizia.
Yes. Sema kweli, hiyo ni desturi ya Kikamba na vijana vizazi wa siku hizi kama nyie jezi. Ninaona mnakwenda kidogo kando na mila na desturi ya mila ya Kikamba. Kwa sababu Wakamba lazima wafuate mila na Waswahili wasema mwache mila ni mtu. Kwa hivyo ni mimi nawahimiza hasa kama vijana wa siku hizi, mfuate mila, mfuate vile wasasi wenu wa zamani walikuwa wanafanya kusudi mfanye nini, mpate baraka kutoka kwa wasasi. KNCCI Kwale chapter imekuwa kwa kasi zaidi. Hii ni kulingana na mwenyekiti wa tume hiyo chapter ya Kwale anayefahamika kama Abubakar Mkumbuka, aliyekuwa akizungumza na Talanta Mwanza Media. Aliyeka wazi kuwa ndani ya mwaka mmoja wamefanikiwa kutoa mafunzo ya kibiashara kwa vijana 1300 na kuwapatia mikopo midogo midogo inayoweza kutoka shilingi 10,000 hadi shilingi 100,000. Takwimu zinaonyesha kuwa kufikia mwezi wa 3 mwaka 2025 walikuwa tayari wametoa fedha zisizopungua shilingi milioni 15. Tume hiyo inatazamiwa kufanya makuu zaidi kwa wafanyabiashara wa kaunti ya Kwale. Kwa majina naitwa Abubakar Mkumbuka Banzi, mimi ndo chairman wa the Kenya National Chambers of Commerce and Industry Kwale chapter. Chambers ya Kwale imeweza kukua sana kwa kasi kutokana pale tulipokuwa tumepatana mara ya mwanzo, kwa sababu tukiangalia tumeweza kufanya training za vijana zaidi ya 1,000 na kama 1,300 hivi. Tumeweza kuwapatia elimu ya kuhusu biashara na pia tumeweza kuwapatia mikopo ile midogo midogo kati ya shilingi 10,000 mpaka 100,000 tumeweza kupeana. Takwimu zinaonyesha kwamba by mwezi wa 3 ilikuwa tumepeana zaidi ya milioni 15 kwa vijana hawa. Hii haijawahi tokea Kwale kupitia Chambers of Commerce. Hii ni mara ya kwanza kabisa tunafanya hivyo. Kwa hivyo mikakati hii itaweza kuendelea kwamba tutaweza kufundisha zaidi ya vijana kila mara kwa mara, na tunaenda kwa kila sub county kuweza kufanya hivi. Next nafikiri itakuwa Lungalunga sub county pale Shimoni. Tutaweza kutuma wataalamu wetu waweze kwenda kufundisha vijana karibia 60 pale. Wafundishe vijana 60, wafundishe mambo ya biashara, pili pia wapatiwe pesa kidogo ya kujiendeleza. Hizi ni zile pesa ambazo ni za vijana wadogo wadogo. Wale ambao wanafanya biashara kubwa kidogo, tumeweza kushirikiana na mashirika tofauti pia. Kwa hivyo pesa hizi pia ziko pale vile kwa wale wafanya biashara ambao wanaweza kuwa na turnover zaidi ya milioni 5 kuendelea mpaka milioni 50, wako na uwezo wa kuja kuchukua takriban shilingi 200,000 mpaka milioni 14 kupitia Chambers of Commerce. Na tayari wafanya biashara members wa Chambers of Commerce wameweza kufaidika kupitia mikopo hii. Kwa hivyo kwa jumla ni kwamba tumeweza kuleta mikopo afueni kwa wafanya biashara wetu. Mikopo hii ina riba ya asilimia kama ya 9 kurudi chini, kati ya 8 mpaka 9 pale vile wafanyabiashara wanaweza kupata mikopo. Kumbuka saa hizi interest ziko very high. Benki hizi kubwa zinalipisha zaidi ya asilimia 20 kwa riba, lakini sisi tumeleta asilimia kama 8 ama 9 hivi kwa wafanyabiashara wetu. Vile kama Chambers of Commerce tumeweza kuhakikisha kwamba tumeweka uhusiano mzuri kati ya serikali ya county na ya kitaifa, na sisi tumekuwa na mazungumzo mazuri na county commissioner kuhusu wafanya biashara. Tumekuwa na mazungumzo mazuri na county governor kuhusu wafanya biashara, na mpaka sasa hizi tuko katika mchakato mzuri sana kuweza kuelewana kimaendeleo. Kwa hivyo hilo ni mojawapo wa maendeleo ambayo tumeweza kuyaleta kama Chambers of Commerce. Vile pia tumeweza kufanya uteuzi wa director wa masuala ya nchi za ng'ambo ambaye ndio yuko hapa hivi leo kwa shughuli hii. Bwana William Deti ndio director wa mambo ya international affairs ya Kwale chapter ya Chambers, na tumeweza kuleta wawekezaji wa kila namna kuweza kuangalia sana kutoka nchi za Uchina. Tumeweza kuwakaribisha hapa hivi waangalie ni njia gani ambayo tunaweza kuleta uwekezaji tu katika mbio ya kuhakikisha tunaleta viwanda, tunaleta mambo ya ukulima, mambo ya sola, tuhakikishe kwamba yanafika hapo hivi. Kwa hiyo ni mchakato hajatimia sasa, lakini mchakato wa kuweza kukimbizana nao tulete masuala kama haya hapa nyumbani. Kwa hivyo ni mengi sana ambayo yanaendelea. Bunge la kaunti ya Kwale limetenga mgao wa fedha ili kugharamia mashini za ujenzi na ukarabati wa barabara katika kaunti ya Kwale. Kulingana na Yusuf Sengeza ambaye ni mwakilishi wadi wa Mkongani, ni kwamba hatua hii inalenga kupunguza gharama katika ujenzi wa barabara katika kaunti ya Kwale.
Kwanza kabisa barabara nyingi za upande huu ni ziko chini ya county, na mimi nikiwa mwakilishi wodi tumepanga mikakati ya kwamba tumeweka bajeti ya mwaka 2024-2025 kununua machinery za kuweza kurekebisha barabara, badala ya kuwa kila kitu kila wakati tunatoa tenda kwa contractors. Inakuwa ghali kama serikali maintain ama kutengeneza hizi barabara zetu, na tukaona tuweke bajeti ya kununua machinery za matingatinga ambayo ataweza kurekebisha barabara zetu. Sisi tukiwa katika Shimbali sub county tutakuwa na machinery zetu, kwa hivyo hatutakuwa tunategemea ile machinery ya kule Matuga, itakuwa ni ya Kubo South na Mpongani Ward. So itakuwa rahisi kurekebisha na kutandaza, pengine Maram itakuwa rahisi zaidi. Kwa hivyo kuanzia saa hii tenda imefanywa tayari na imebaki tu county pesa ipate kutoka kwa national government, alafu waweze kudeliver hizo material. Kutogatuliwa kwa sehemu nyingi za masuala ya ardhi ni changamoto kwa viongozi wa viwango vya kaunti, hasa inapofikia wakati wa kuwakilisha wananchi. Kauli hii ilizungumzwa na Yusuf Sengeza ambaye ni mwakilishi wa wadi ya Mkongani aliyekuwa akisemezana na Talanta Mwanza Media kuhusu ubomozi wa nyumba za wakazi wa ardhi ya Gasi. Ukweli ni kwamba kwa wakati huu bado tuko kwa recess mpaka tarehe 5, na wakati ubomozi ukifanyika tulikuwa tumeanza tayari recess, tumeanza mapumziko. Lakini kuna kamati ya ardhi ambayo pia ndio inaangazia mambo kama yale. Kwangu mimi sina sina uwezo wa kutambua, kwa sababu sehemu nyingi ya mambo ya ardhi hayajagatuliwa. Kwa hivyo mambo kama ya titling, kutoa title deeds huwa ziko kwa national government. Kama vile gavana alikuwa ameongea pale mwanzo kwamba yeye hakuwa ametaarifiwa, kama county kama assembly, pengine tukirudi kwa recess tunaweza kuliulizia, alafu tupate pengine kamati ipewe ile uwezo wa kuweza kuulizia zaidi nini kilifanyika na ni kwa nini na nani alikuwa anahusika. Alafu tutapata pengine majibu kutoka kwa hiyo. Lakini ukweli ni kwamba sehemu nyingi ya mambo ya ardhi hayajagatuliwa, na hiyo ndio sehemu muhimu. Ile ya kupewa title deed ndio sehemu muhimu katika mambo ya ardhi. Kwa hivyo sitakupatia jibu la uhakika ama la moja kwa moja, lakini pengine tukirudi bungeni tunaweza kuulizia, alafu tupate majibu kutoka hapa. Mbunge wa Matuga Kassim Sawa Tandaza amekiri kuwepo kwa changamoto za usafiri hasa barabara katika eneo bunge la Matuga. Tandaza ameweka wazi kuwa ipo haja ya kuweza kuhamasisha jamii kuhusu majukumu ya asasi tofauti katika ujenzi na urekebishaji wa barabara. Asasi hizi ni serikali kuu, na zipo barabara pia ambazo zipo chini ya mamlaka ya kaunti, zingine zipo chini ya mamlaka ya KENHA na asasi zingine nyingi. Tandaza ameweka wazi kuwa bado zipo juhudi ambazo wanazifanya katika kuimarisha sekta ya usafiri hasa eneo la Matuga. Upande wa barabara tuna changamoto kwamba sehemu yetu hii, zile barabara yangu ambayo ni ya mbunge haina lami, lakini utaratibu ambao tulikuwa nayo mara ya mwisho na rais tukiwa State House alituambia amalize ile barabara ya Kinango Kwale ambayo ni kilomita 26 na ni mradi wa bilioni 4. Ikishaisha ndio sasa tutaanza hii taratibu ya hii barabara inayokuja huku. Lakini watu wengi hawafahamu barabara za mbunge ni zipi na za county ni zipi na za KENHA ni ipi. Lakini kama nilivyotanguliza, yangu tu ni ile inatoka Marere pale lami itakuwa inapita kwenda Kinango, nipitie Mkongani Tiribe na iende upande wa Lukore. Sio hizi ambazo ziko huku ndani, hili ni jukumu la county. Lakini pia katika kuimarisha, singeweza kungoja mpaka lami ije. Nafikiri tumeona kwamba kila zile sehemu za mlima ambazo wazi zinateleza tumeweza kuleta ule mfumo wa kukoroga kokoto na chuma, na ile kikorogwa huwa na muda wa miaka 40. Nilikuwa nimebakisha sehemu 2 peke yake. Leo nimeweza kuja na mkandarasi ambaye atamaliza hizo sehemu 2 ambazo zimebaki. Kwa hivyo naamini licha ya kuwa ile barabara yangu itakuwa haina lami,
lakini itakuwa hata mvua ikinyesha vipi, bado watu wataweza kutoka Tiribe, wataweza kutoka Mkongani. Tatizo labda ni kutoka Mbegani kufika Tiribe, lakini ukifika Tiribe utaenda Kwale, utaenda Mombasa. Hali kadhalika pia nina mradi wa milioni 10, kuna mto mmoja ile barabara inaenda Kinango, ambayo nao pia tukimaliza utakuwa pia mtu anaweza kwenda Kinango na hatimaye kufika Mariakani, kwenda Nairobi, kwenda Makindu akitaka, ama kushika barabara ya Samburu. Kwa hivyo tuna hizo mikakati, lakini kama tunavyojua ni pesa itoke kwa serikali ndio tuweze kupatiwa sisi, tuone tunaweza kuwakilisha vipi. Lilian Anyango, mkazi wa kaunti ya Kisumu, amefanikiwa kujipatia riziki ya kila siku kupitia biashara ya kuuza peremende na biskuti kwa zaidi ya miaka 20. Kulingana na Lilian Anyango ni kwamba ameweza kuwafundisha wanawe kupitia biashara hii licha ya yeye kuishi na mahitaji maalum. Akizungumza na Talanta Mwanza Media, alielezea azma yake ya kuzama katika siasa ili awe sauti kwa watu wanaoishi na mahitaji maalum. Mpenzi mtazamaji, bado katikati mwa jiji la Kisumu tunazidi kusemezana na wananchi mbalimbali, na tuko naye mama ambaye tutaweza kusemezana naye mawili matatu aweze kutueleza ni biashara gani ambazo anazifanya maeneo haya, anajihusisha na nini katika maeneo haya, na ndoto zake za mbeleni ni zipi, tukizungumzia masuala ya uongozi. Karibu ndani ya Talanta Mwanza Media, naomba uanze kwa kujitambulisha majina yako tafadhali. Majina zangu ni Lilian Anyango. Naishi hapa Kisumu. Najihusisha na biashara ya kuuza sweets na biscuits. Na hiyo biashara ndio imeshakuwa ikinipeleka na nikisomesha nao watoto na ninawapelekea na wanunulia nao chakula wanakula. Umefanya biashara hii kwa muda gani hasa? Saa hizi hii biashara nimefanya kwa muda mrefu. Muda mrefu inazidi hata 20 years. Wow. Na unapoangalia hali ya utaifa, hali ya uongozi, kuna nafasi za kiuongozi ambazo zinaweza kupeana fursa kwa kuwateua viongozi ambao wataweza kuongoza watu wanaoishi na mahitaji maalum kama wewe. Pengine una ndoto ya kupigania uongozi wowote? Niko na ndoto ya kupigania uongozi. Kwa sababu nilikaa chini nikajiona eti sisi pia tunafaa na tunaweza. Kwa kila chochote zile wale wanatembea wanaweza, sisi pia tunaweza. Ndiposa naambia watu hata ikiwa nililemaki mguu, lakini akili ni safi, haimaanishi eti sisi hatuwezi chochote. Sasa nataka kusema hii uongozi na nahitaji kung'ang'ania kwa sababu sisi walemavu tuonyeshane eti sisi pia tunaweza. Tusikae tu eti mimi siwezi kwa sababu kwa sababu sometimes you can find yourself that people are telling me that you cannot. But in everything God is the one who gives power to each and every person. Rais wa klabu ya Denmark kutoka kaunti ya Kwale amewataka wawekezaji na washikadau katika sekta ya michezo kuwekeza nguvu zaidi katika vilabu kiligi badala ya kuandaa tournaments zinazodumu kwa muda mfupi. Kulingana na Abubakar Mkumbuka ni kwamba haoni tournament hizi zikiweza kusaidia ukuaji wa soka katika kaunti ya Kwale. Mipango yangu binafsi mimi kuimarisha soka la Kwale, miaka mitatu iliyopita nilisema kwamba mambo ya kutoa pesa ama kuanzisha zile vitu tunaita tournaments, kwangu mimi sioni zikiweza kusaidia, kwa sababu tunaweka tournament na amsha kwa miezi miwili, mwezi mmoja ama wiki mbili. Baada ya pale vile tournament inaisha, alafu talanta zinarudi vile kulala tena. Nilisema kwamba lazima tuchukue timu ambayo tutaweza kuitoa katika county league, tuipeleke regional league, tuipeleke division 2, tuipeleke division 1, NSL mpaka Premier League. Na hayo ndo malengo ambayo nimeweza kusema kwamba nitashirikiana, ndoto yangu ambayo niko nayo. Kwa hivyo tuliweza kushikana na Denmark toka bado haijaingia county league, kaingia county league wakafanya vizuri, wakaingia regional league wakafanya vizuri, sasa hizi wako division 2 na wanafanya vizuri. Kwa hivyo malengo yangu mimi, nguvu yangu nitawekeza zaidi kwa Denmark, kwa sababu nina imani kwamba wakisonga mbele watu wengine ambao wana nguvu ya kuwekeza katika
soka, basi nao wataiga mfano huo, wachukue timu nyingine wasonge mbele. Sasa hizi Denmark, nafikiri jana Denmark imeongelewa katika bunge la kitaifa la Senate kuhusu maendeleo ya Denmark. Hizo ni bidii ambazo tunafanya. Tunataka sasa mwingine naye ashike timu nyingine, apeleke nao juu hivyo. Tunahitaji wakati mmoja tuwe na timu 5 ambazo zinacheza Premier League zinatoka hapa Kwale. Lakini kuweka tournament za wiki 2 wiki 3 haitatusaidia. Mimi sioni kinisaidia, lakini timu ikicheza regional inacheza na timu za mbalimbali. Sasa Denmark inacheza timu mpaka Malindi, inacheza timu mpaka Kilifi ndani huko hivyo. Kwa hivyo ndio kitu ambacho tunataka Talanta isonge mbele ionekane. Mimi nitazidi kuwekeza zaidi kwa Denmark kwa sababu nina matumaini watafika mbali. Na nataka kuambia mashirika mengine yale ya corporate na nataka kuambia wale wakereketwa zaidi wa mpira kwamba nao pia washike timu 1 ama 2 waziwekezee, waangalie vile wanavyo grow. Tukifanya hivyo tunaleta competitiveness katika soka letu. Taarifa hii ya spoti inayofungamana na klabu ya Denmark kutoka katika kaunti ya Kwale ndio inayotufungia buswati la taarifa zetu za siku ya leo. Niseme shukran sana kwako ewe mtazamaji na kila mmoja aliyeweza kufanikisha upeperushwaji wa taarifa hizi wakiongozwa na mwelekezi Hamza Adam pamoja na Steven Chigamba. Nimekuwa wako Andala Francis Dennis. Tukutane tena sana wakati mwingine Rabana atakapojalia.